Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na ile taarifa ambayo imeweza kutolewa na bodi inayosimamia ligi kuu Tanzania bara TPLB, ama kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, kuhusiana na moja ya barua ambayo inatembea kwa sasa katika mitandao ya kijamii mbalimbali kuhusiana na ishu ya rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania Wallace Karia kuweza kujiuzuru ama kuandika barua katika shirikisho hilo kuweza kujiuzuru wazifa wake wa kuwa rais wa shirikisho hilo. Kwa hiyo tunaona kupitia shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF wameweza kutoa taarifa kuhusiana na barua hiyo ambayo imesambaa katika mitandao mingi ya kijamii. Ngoja tukakusomea kile ambacho kimeweza kuandikwa katika barua hiyo, afu tutajua kuambia kile ambacho TFF wameweza kukisema kuhusiana na barua hiyo ambayo kwa sasa imekuwa gumzo kubwa nchini Tanzania kuhusiana na Wallace Karia kujiuzuru wazifa wake, ambapo inasemaje? Inasema hivi: shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepokea barua ya kujiuzuru ya rais wa TFF. Shirikisho hilo la mpira wa miguu Tanzania TFF linatangaza rasmi kupokea barua ya kujiuzuru kutoka kwa mheshimiwa Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kutoka kwenye nafasi yake kuanzia tarehe 16 Juni 2025. Tunamshukuru mheshimiwa Wallace Karia kwa mchango wake katika kuendeleza na kukuza mchezo wa mpira wa miguu chini ya uongozi wake. Kwa sasa kamati ya utendaji wa TFF inaendelea na mchakato katika hatua zinazofuata kwa lengo la kuhakikisha kuwa na utulivu kwa maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. TFF inawashukuru wanachama wote wa shirikisho la soka nchini na vyombo vya habari kwa kusaidia ushirikiano katika kipindi chote cha uongozi mheshimiwa Wallace Karia. Tunahitimisha kwa kusema kuwa tutaendelea na mikakati madhubuti ili kuhakikisha soka la nchi linaendelea. Kwa maswali zaidi wasiliana na ofisi za TFF, katibu mkuu Wilfred Kidao. Hiyo ndiyo barua ambayo kwa sasa imesambaa katika mitandao mingi ya kijamii. Sasa kupitia TFF wao wameweza kuliona chapisho hili katika mitandao yao ya kijamii. Mara baada ya kuliona chapisho hili kupitia akaunti yao rasmi ya TFF, wakaweza kuiposti ile barua, kisha wakaandika barua hiyo ni fake, yani kwamba kuna mtu ambaye anatoa taarifa za uongo kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Wallace Karia. Kwa hiyo barua hii ni fake kwa mujibu wa taarifa ambayo TFF wameweza kuitoa, haijatoka rasmi. TFF ni mtu tu ameamua kuandika na kuweza kuiposti kwa ajili ya kuweza kumshinikiza labda Wallace Karia aondoke ama kutaka kuleta ile mvurugano kule katika shirikisho la soka nchini Tanzania. Kwa hiyo barua hiyo ni fake. Kumbukwe kupitia taarifa ambayo leo imeweza kutolewa na Murtaza Mangungu, ambaye kwa upande mwingine ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya soka ya Simba, ama ni mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba. Yeye kwa upande wake ameweza kutoa maoni yake kuhusiana na Wallace Karia kugombea urais tena, akimuunga mkono kwa 100%, huku Engineer Said naye pia akiunga mkono kile ambacho Murtaza Mangungu ameweza kusema kwamba anamuunga mkono Wallace Karia kuendelea kugombea urais wa TFF kwa 100%. Kwa hiyo kumbuka kuna uchaguzi ambao unakwenda kufanyika kwa kumtafuta rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Kwa hiyo Simba, Yanga na vilabu vingine vimeweza kumuunga mkono, kwa sababu ukiangalia kwa kipindi hiki ambacho wamekaa madarakani, mpira wa miguu Tanzania umeweza kukua kwa kiasi fulani hivi kutoka huko nyuma marais ambao walipita, na vile vile ameweza kufanya mambo makubwa katika timu ya Taifa Stars almaarufu timu ya taifa Tanzania almaarufu kama Taifa Stars, na kuifanya kushiriki AFCON kwa mara nyingi katika kipindi chake ambacho yupo madarakani. Vile vile chini ya utawala wake ameweza kutuletea AFCON katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo ni kongole kwake sana kwa hiki ambacho anaendelea kukifanya. Kwa hiyo tunawasihi wale wote ambao wanaandika barua zisizo rasmi wasiendelee kufanya vitu hivyo, kwa sababu sometimes mnaharibu image ya mpira wetu wa miguu sambamba na kumchafua Wallace Karia, kwa sababu yeye mwenyewe pia hawezi kuandika. Kwa hiyo tusubiri zile taarifa rasmi ambazo zinatolewa na mamlaka ya soka nchini Tanzania, yani TFF. Kwa hiyo barua ambayo inasambaa kwa sasa ni fake, lakini ndio hivyo tumeweza kujuza tu kwamba Simba na Yanga zinamuunga Wallace Karia kugombea urais. Kwa hiyo bado yupo sana.